Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumamosi ya tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2024, juma la kwanza la kipindi cha Kwaresma, mwaka B, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 26 aya 16 hadi 19, na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 5 aya 43 hadi 48. Karibuni tusikilize somo la Injili. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yetu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa kamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, katika somo la Injili Yesu anatuambia juu ya kuwapenda adui zetu, na pia anamalizia kwa kutuambia tutakuwa kamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ili tuweze kumwelewa Yesu Kristo katika somo la Injili, ningependa kwanza tuelewe juu ya maana au aina za upendo, ambapo katika lugha ya Kigiriki kuna maneno manne yanayoonesha aina za upendo. Neno la kwanza likiwa ni storge, likiwa na maana ya upendo uliopo kati ya wazazi na mtoto wao, yaani upendo wa wazazi kwa mtoto na upendo wa mtoto kwa wazazi. Neno au maana ya pili ni eros, likiwa linamaanisha upendo wa mtu kwa mpenzi wake, upendo unaoambatana na mapenzi au mahaba. Maana ya tatu ni philia, ikimaanisha upendo wa mtu kwa rafiki yake wa karibu. Maana ya nne na ya mwisho ni agape au upendo wa agape. Ni upendo ambao siku zote utakia watu mema. Ni upendo wa Mungu kwa watu wake. Ni upendo ambao Mkristo anapaswa kuwa nao kwa wenzake. Ni upendo wa kujitoa pasipo kujibakiza. Ni upendo ambao Yesu Kristo anatuasa kuonyesha kwa adui zetu. Tunapaswa kuwa na upendo huo wa agape kwa wenzetu bila kujali ni mabaya gani wametutendea, namna na kiasi gani wametuudhi, mara ngapi wametutendea mabaya, au ni kiasi gani wametuumiza. Pia hatupaswi kujenga chuki juu ya wale waliotukosea au adui zetu, bali yafaa kuwa na upendo juu yao siku zote. Hivyo tunapaswa kuwapenda kwa nguvu zetu zote na akili zetu zote bila kujibakiza, hata wale ambao wanatuumiza au wanatuudhi, pia wale tunaowachukia au wanaotuchukia. Nguvu hii ya kuwapenda adui zetu na wale tunaowachukia au wanaotuchukia tunaipata kupitia Yesu Kristo, ambaye kwa neema yake tunashinda hasira yetu na chuki yetu juu ya wenzetu, na hivyo kumtakia kila mtu lililo jema. Upendo huu unaozungumziwa na Yesu unalenga mahusiano kati yetu na wenzetu, mahusiano kati yetu sisi, mimi na wewe, na binadamu wenzetu.
Hivyo tunapaswa kuondoa chuki tulionayo kwa wenzetu kutokana na makosa waliotutendea na kuwaonyesha upendo huu wa Kikristo, yaani kuwatakia yaliyo mema siku zote na kuondoa kinyongo juu yao. Tunapowapenda adui zetu au wale waliotukosea kwa kuwasamehe makosa yao, sisi pia tunasamehewa. Jambo hili lipo wazi tunaposali sala ya Baba yetu na kusema, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Ndugu zangu katika Kristo, upendo huu kwa wale waliotukosea au adui zetu unapaswa kuambatana pamoja na kuwaombea ili waweze kuacha njia yao mbaya na kumfuasa Kristo. Katika hali ya kawaida ya kibinadamu, jambo hili ni gumu na wanaweza kusema haliwezekani. Lakini kwa neema ya Yesu Kristo ambaye ni mfano dhahiri wa upendo, kwa kukubali kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, hakika tutaweza. Hivyo tunapaswa kumruhusu Kristo Yesu akae ndani ya mioyo yetu ili tuweze kushinda chuki, hasira na vinyongo tulivyo navyo juu ya wale waliotukosea. Ndugu zangu, neema hii ya Yesu Kristo tutaipata kupitia sala, kupokea sakramenti na hasa sakramenti ya kitubio na upatanisho, kusoma na kutafakari neno la Mungu na kuruhusu libadili maisha yetu. Mtu anaweza kujiuliza, kwa nini Yesu anatuasa kuwapenda adui zetu? Jibu ni kwamba kuwapenda adui zetu, kuwatakia mema, kushinda hasira yetu juu yao na kuondoa vinyongo vyetu juu yao, hakika tunafanana na Mungu aliyetuumba kwa sura na mfano wake, na hivyo tunakuwa tofauti na waliotutendea ubaya. Yesu mwenyewe anadhihirisha jambo hili anaposema, Mungu huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Mungu hufanya yote haya kwa kuwa yeye ni mwema, mwenye huruma na mwenye upendo kwa watu wote. Wema, huruma na upendo wa Mungu ni dhahiri kiasi kwamba hafurahishwi na uharibifu wowote kwa viumbe wake aliowaumba. Pia upendo huu ambao Yesu anatuasa kuwa nao hutufanya kuwa wana wa Mungu na hivyo kufanana na Mungu mwenyewe, kufanana na Mungu mwenye upendo na asili ya wema wote. Mwisho, Yesu anatualika kuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kuwa wakamilifu, ndugu zangu, ni wito kwetu kuwa watakatifu kama Mungu Baba yetu alivyo mtakatifu. Tutakuwa wakamilifu pale ambapo sisi kama binadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu tutapendana. Upendo huo usiwe na mipaka yoyote, tuwapende hata maadui wetu. Ndugu zangu, tutafanana na Mungu kwa kuwa na upendo kama Mungu apendavyo na kusamehe kama Mungu asamehevyo. Kama tulivyosema, tunapaswa kupenda bila kubagua, kupenda wema na wabaya na hata wale tunaowaona kuwa ni adui zetu, pia kusamehe wale wanaotukwaza, yaani kupenda na kusamehe maadui zetu ambao pengine tumewakatia tamaa kutokana na makwazo yao kwetu, bila kujali ukubwa wa makosa yao. Hivyo ndivyo Mungu Baba yetu alivyo, na hivyo ndivyo tunavyopaswa sisi kama Wakristo kuishi, kuwa na upendo na kuwa wepesi kutoa msamaha kama Mungu Baba yetu. Tumombe Mungu Mwenyezi atujalie neema yake hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma, ili tuweze kudumu katika pendo lake na hivyo kuwa tayari kuonyesha upendo huo kwa watu wote, upendo unaoambatana na msamaha, na kufanya hivi kudhihirishe kuwa sisi ni wana wa Mungu aliyejaa upendo na asili ya mema yote na mwepesi kusamehe. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frater Godfrey
Maria kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.